Hello, kwa majina naitwa Agnes, ni mwanafunzi wa chuo cha serikali za mitaa Hombolo, Dodoma. Napenda kuitazama Mkoi TV online kwa sababu ni TV yenye mafunzo, inafundisha na ina matukio ya kusisimua ambayo yanatokea katika mazingira yetu ya kila siku. Pia Mkoi TV online ni TV inayofikisha mafunzo kwa jamii. Kulingana na matukio yake, jamii inajifunza kupitia matukio hayo. Na kukaribisha Tanzania uitazame Mkoi TV online popote pale ulipo duniani kote. Pia usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike. Bye bye. Mkoi TV. Awali ya yote napenda kuishukuru hii TV ya Mkoi Online. Naishukuru sana kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuelezea mkasa ambao ulikuwa umenikuta. Mimi jina langu naitwa Shiranga. Ni mwenyeji wa Mbozi, mkoa wa Songwe. Ambacho nataka niwaambie ndugu zangu, heshima ni kitu cha msingi sana. Hata ukiwa umeoa, mheshimu sana mke wako. Kutokana na mkasa ambao ulikuwa umenikuta mimi, na wasisitiza sana jamani, tuheshimu wake zetu. Ni kwamba kama unavyojua asilimia kubwa ya watu ambao tunatokea pembezoni huku huwa tunapenda kwenda kutafuta maisha katika jiji la Dar es Salaam. Na mimi nilikuwa ni miongoni mwao. Miaka ya nyuma kidogo, siwezi kutaja mwaka gani, lakini nilipokuwa nimemaliza elimu yangu tu ya sekondari, nikaamua nifanye safari niende Dar es Salaam kwenda kutafuta maisha. Ikumbuke tu ni kwamba kabla sijafanya safari hiyo kwenda Dar es Salaam, mimi nikiwa bado kijana mdogo tu niliweza kuoa mwanamke, na kutokana na hali hiyo ngumu ya maisha ndipo nikaamua kufanya safari kwenda Dar es Salaam. Mke wangu mimi alinizalia watoto wawili. Sasa hivi ni wakubwa tu. Namshukuru sana Mungu. Tukiendelea na huu mkasa ni kwamba mimi bwana nilipofika kwenye jiji nilikuwa sina sehemu yoyote ya kuishi. Yaani nilikuwa sina pa kulala, nilikuwa sina kazi. Lakini kwa bahati niliweza kuona matangazo kwenye hivi, kwenye nguzo za umeme. Wakitangaza kwamba wanatoa ajira. Basi nikafanya harakati, nikawapigia simu wale watu walikuwa wameungana ukweli, wakanipokea pale, wakaniuliza maswali kuhusu elimu yangu, nikafanyia usaili. Hatimaye nikaweza kupokelewa nianze kazi. Na ile kazi ilikuwa ni kazi ya promotion. Kulingana kwamba elimu yangu mimi ni ya sekondari, niliweza kupata nafasi nzuri zaidi katika zile kazi za promotion. Nilipewa nafasi ya kuwasimamia wenzangu, nilikuwa ni team leader. Na ile kampuni ilikuwa inahusika na masuala ya kupromote vinywaji vikali. Pombe. Siwezi kutaja ni pombe kutoka kampuni gani, lakini sisi tulikuwa ni watu ambao tunafanya promotion ya kutangaza hizo pombe zenyewe. Namshukuru Mungu kwa kweli ni kwamba kipato kilikuwa kinaridhisha. Nilikuwa naweza kupata mpaka bakshishi ya kumtumia mama watoto nyumbani kule Mbozi. Lakini kama unavyojua tena, mjini tu. Nikaweza kujichanganya mambo mengine hapa. Nikawa na wanawake. Japokuwa si wengi, lakini nilikuwa tayari nishamsaliti kwa bwana mwandishi. Huu mkasa sitaweza kuja kuusahau hata siku moja katika maisha yangu. Tulikuwa sisi tunapata fursa ya kusafiri mikoani, kwenye mabaa mbalimbali, tunaandaa matamasha kwa ajili ya kuweza kutangaza hizo vinywaji kali. Nakumbuka hii safari tulikuwa tumefika mkoa wa Dodoma. Fika Dodoma kama kawaida, tukaandaa matamasha katika baa mbalimbali, lakini baa ambayo nilikuta na mkasa siwezi kuisahau. Na siwezi kuitaja kwa jina, lakini naikumbuka mpaka leo.
Kwa kawaida ndugu mwandishi, tulikuwa tukikutana pale kwa ajili ya kufanya hayo matamasha ya kutangaza hivyo vinywaji katika baa mbalimbali. Mara nyingi matamasha yale yalikuwa yanafanyika usiku. Yalikuwa yanafanyika usiku kwa sababu walengwa ni wale watu ambao wanafanya starehe usiku. Naogopa kuwaita walezi kwa sababu ni wateja zangu, sema ule kweli. Huwa tunafika pale tunafunga muziki majira kuanzia kama saa 10 jioni. Tunafanya maandalizi hapa na pale. Lakini hasa matamasha yalikuwa yanafanyika usiku. Siku hiyo bwana nilikuwa nimefika mapema eneo la kazi, nikakagua kazi, nikagawa majukumu kwa vijana wangu wa chini kama nilivyokueleza kwamba mimi nilikuwa ndio team leader. Yani supervisor. Nikagawa majukumu, baadaye nikakaa pembeni, nikaagiza kinywaji, nikaa na sonza taratibu. Kuja kugeuka nyuma hivi, mama nikamwona msichana huyo. Yani msichana amerembuka. Alikuwa ni msichana mrembo, ni mrembo. Nikamwangalia nikasema huyu sasa, huyu msichana huyu amejiumba mwenyewe au ndio vile wanasema kwamba yale matilio ya mwanzo ya uumbaji alipewa yeye. Alikuwa ni mzuri kweli. Na ilikuwa ni kama vile alishajua kwamba mimi namwangalia. Akanikonyeza. Kunikonyeza pale nikamwita. Akasema mimi ninyanyuke nimfuate kwenye meza yake. Nikanyanyuka nikamfuata pale kwenye meza yake, nimeangalia kwa ukaribu, nikasema mama, huyu binti ndio mzuri wa mimi. Yani kwanza alikuwa ni msichana mdogo, lakini kila kitu katika mwongo wake ilikuwa bado ni kichekecheke. Yani hata ukimwangalia katika zile chuchu zake anaonekana kabisa huyu kama sio saa 4 kasorobo basi inaweza ikani saa 3. Yani chuchu zake hazijafika hata kwenye saa 6 wenyewe. Bado ni kichekecheke. Nikamwangalia nikasema sasa huyu msichana mdogo na mnaiba anafanya nini hapa? Nikapuuzia. Kama unavyojua ndugu mwandishi, mfukoni nilikuwa nina nguvu za kiume za kutosha. Yani nikisema nguvu za kiume unajua mjini bana, ukiwa na pesa chochote unaweza kufanya ukweli. Na hawa dada zetu hawa huwa hawaangalii chochote, hawaangalii ungwana wa mtu, hawaangalii chochote isipokuwa wanaangalia hiyo ni mathematics. Nilikuwa na fedha nyingi za kutosha. Kwanza nilikuwa nina malipo kwa ajili ya vijana wangu, lakini nilikuwa na posho yangu mwenyewe. Yani pochi mfukoni ilikuwa imefunga hivi. Nikamwagizia ile kinywaji ile dada, na nikaitoa pochi yangu kwa makusudi kwa namna ya kumtega. Ile pochi kulikuwa kuna noti mpaka zingine zinachungulia, yani kama zinataka kumwagika hivi. Nikaona ananisogelea, nikasema hapa kweli nimekata. Ndio mwandishi wewe kujua kumbe nilikuwa nimepatikana. Nilikuwa mpatikana sana. Katika mazungumzo yetu na yule binti tukakubaliana kwamba tukutane siku ya pili. Tukutane siku ya pili, eneo ni lile kwa sababu pale promotion tulikuwa tumetangaza kwamba katika ile bar tutakuwa siku 3 mfululizo. Basi binti akanikubalia pale, nikampatia na mauli yake ya kutosha kabisa kwa kumtengua nguvu, na alitenguka kweli. Ndio mwandishi wewe kwa nini? Yule mtoto kabla ya kuondoka alinisogelea, akanichisi kwenye shavu upande wa kushoto. Yule msisimko na ukumbuka mpaka leo. Yani kuna watoto wadogo mkiwaangalia tunaujua watoto, lakini kimatendo ni watu wazima sana, mambo ya ajabu sana. Msisimko ile busu ndio mwandishi na ukumbuka mpaka leo. Mimi basi nikamwacha aende zake. Siku hiyo nilifanya kazi kwa bidii kweli, nilikuwa nimeshangaa kwa sababu nilikuwa ninafikiria sana hadi kuhusu ile binti. Ningejua ningeachana naye kabisa. Ndugu mwandishi, hii dunia yani kuna vitu viko kama sirigisi. Unajua sirigisi ukiangalia kwa nje huwezi kujua kama ndani kuna mchanga, tena kuna mingozi ndani mle.
Basi bwana, nikaendelea na kazi zangu. Kesho yake mapema kabisa nikafika eneo la tukio, nikagawa majukumu kwa vijana wangu wa kazi, nikaenda kukaa kwenye kona ile nikimsubiri. Kitu kimoja cha ajabu ambacho sikielewa, ile msichana alikuja na begi. Nikamuuliza hili begi ni gani, lakini kaja nikapuuzia. Tumekaa pale katika mazungumzo kidogo, nikamkabidhi ufunguo, nikamwambia nenda elekea chumba namba fulani kaangulie. Huko nikaa namwagizia chipsi, nikaa namalizia ukabidhi majukumu, kwa sababu nilikuwa na kaimu wangu ambaye naye ni kiongozi vile vile, lakini yeye alikuwa ananifahamu, ananikaimu, yani alikuwa ni mtu wangu wa chini. Nikamueleza bana, nimepata hapa dharura ya social, kwa hiyo mimi naondoka mapema, naingia chumbani. Akaniambia brother, haina shida, nenda kapunguze uzito. Kweli uzito ulipungua. Ningejua hii kauli ya kupunguza uzito mimi singeweza kwenda kweli, ndugu mwandishi. Basi bwana, nikaingia mle ndani. Harara. Yule mbibi nimemkuta yuko mtupu. Mtupu kabisa, na nilimuona nikazidi kuchanganyikiwa, ndugu mwandishi. Sasa mimi nilikuwa bado na jasho yangu yale, nataka kwenda kuoga, akaniambia hapa hamna kuoga. Yaani lazima tufanye mechi ya utangulizi kwanza. Nikamwambia mtoto, mpunguze basi hizo haraka, hiki chumba tumekilipia mpaka asubuhi. Anasema hapana. Akaanza kunishika mara nishika huku, mara nichekenya, nikaanza yani kana cheka mtamke na nichekenya, anajua kutekenya ile. Ndio mwandishi. Yani nacheka kama mazuri. Yalinikuta. Wakati tukiendelea katika hizo harakati za kushegenyana, ghafla nikasikia mlango unagongwa. Nikasema huyu anaweza kawa labda ni mhudumu. Ile binti nikaona naye ameacha amekaa pembeni. Nikamwangalia yeye amekaa pembeni. Nikapuuzia. Nikaenda kufungua mlango unafunguka, kila teke nikapigwa, nikaenda nikaangukia kitandani. Ndugu mwandishi, pale kulikuwa kuna watu zaidi ya 7. Watu wawili watu wazima, mmoja mwanamama na mwingine mwanababa ambaye kama vile ni mumeo. Lakini kulikuwa kuna watu wamevaa mavazi ya kiraia, mikononi wana vyombo vya serikali. Yaani mwingine alikuwa na pingu, mwingine alikuwa na ghanina na ile mtegeje, mwingine alikuwa na redio. Nikaanza kupiga makofi mle ndani. Wakaanza kusema, wewe ndio unatembea na nyara za serikali. Unajua kwamba hukumu ya kutembea na mwanafunzi ni miaka mingapi jela? Mimi sitembea na huyu, anatafutwa na mzazi wake mwezi wa 3 sasa hivi. Hivi watatu wakati sijakaa naye hata sekunde jamani. Wakasema tujibu, nikapigwa kofi la mdomo pale nikatulia. Akaja mwingine akaniongezea kofi la uso, nikaanza kuona rangi mle ndani. Jamani, anifanyaje haya mambo? Yule mama anajifanya mpaka analia mle ndani, analia, anasema mimi mwanangu sijamuona mwezi wa 3, kumbe ndio mnifungia huko. Yule mzee akaanza kuuliza, begi liko wapi? Akaanza kumbuka kule mtoto alikuwa na begi. Anasema hili hapa baba. Nikachukua begi nikafungulia, yakamwaga mavitu yote kitandani pale. Kuna madaftari, penseli, vifutio, vitongeo na kitambulisho. Ndio mwandishi. Yule askari mmoja akaenda pale akakiangalia kile kitambulisho, akaniongeza katika na mbosi fulani pale kitandani. Watu wote hata kuvunja vitu vya watu ndani. Nikaambiwa bana, wewe kuanzia sasa uko chini ya ulinzi, umemficha mwanafunzi ndani ya miezi 3, wazazi wake wanamtafuta. Yaani una makosa mengi sana. Kwanza umeteka nyara, umeona bana, umemchukua mwanafunzi, nilipewa makesi mengi. Sasa nikaambia kabla ya kuingia huko kwenye hiyo gari yenu, basi niwape taarifa ndugu zangu. Mwingine akasema hakuna, akitafuta watajua tu wanakupata wapi. Lakini mmoja alikuwa anaonekana kama muungwana hizo, akasema jamani mwacheni atoe taarifa. Nikapiga simu kwa kaimu wangu, kaambia ndio mara moja huko chumbani. Alipokuja chumbani ile hali iliyokuta yeye mwenyewe alitaharuki kweli. Akaniuliza brother vipi? Nikamwambia ndio haya nimekuta. Nikamwelezea tu pale kijiji mtaka, akasema pole sana brother, sisi tutakuja huko asubuhi. Nikachukuliwa pale kimkuku, nikachukuliwa mpaka kwenye gari. Pingu mkononi, ndugu mwandishi. Mimi katika maisha yangu sijawahi kuiba,
sijawahi kugaka. Hapa ndugu mwandishi, kuna jambo nimelisahau kidogo. Wakati ndipo tukikule shuleni napigwa mimi, askari mmoja mwanaume akamchukua ile binti, kwa sababu kile chumba kilikuwa ni safe, akaingia naye chooni kwa minajili ya kwenda kumkagua. Lakini alitumia muda mrefu sana mle ndani, na wakati wanatoka alikuwa anacheka, kitu ambacho mimi kusema ukweli nikahisi kama huenda ile binti alikuwa ni mpenzi wake na yule askari. Jinsi walienda kukaguana huko ndani, wanajua wenyewe walikaguana vipi, lakini ilichukua muda mrefu sana, na walipotoka alikuwa anacheka kama watu wanaofahamiana. Ndugu mwandishi, hii dunia inafaa kuwa dunia, kwa sababu dunia inabeba kila kitu. Ndugu mwandishi, basi bwana, kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nikajikuta ninalala selo kwa kosa ambalo sikulifanya. Asubuhi hivyo tandoka wakaja ndugu zangu wale wafanyakazi wenzangu pamoja na yule kaimu wangu ambaye nilikuwa nimemwachia majukumu pale. Walipokuja kuuliza pale tuna shida na ndugu yetu alikamatwa jana, akasema ndio ile bakaji ile baka jana. Kumbe yale baada ya kufanya hizo harakati zangu kafiri kule na yule binti akachukuliwa moja kwa moja mpaka hospitali. Kule hospitali wakaenda wakamfanyia vipimo, akakutwa na maradhi ya kiume, ndugu mwandishi. Kwa hiyo wakaonyesha ndugu zangu pale vyeti vya ushahidi kutoka hospitali kwamba yule binti aliingiliwa, muone bwana, na wamemkuta ana maradhi ya kiume. Sio kwamba teknolojia tuko nyuma au kiadilifu tuko nyuma, kwa sababu kulikuwa kuna haja ya kupima hizo mbegu zinashabiana zina za kwangu. Hiyo sample ya hizo mbegu za kiume zinashabiana na za kwangu. Mbegu za mtu mwingine kesi na kwenda napewa mimi, na nina wasiwasi hizo mbegu zipandikizwe kule bafuni. Wakaonyeshwa kile cheti cha daktari, wakasema kutokana na ushahidi yule hapa hatuna budi, huyu mtu hakuna dhamana, moja kwa moja kesi na bidi je. Ndio mwandishi pale, wafanyakazi wenzangu wakawa wanajaribu kuweka sawa yale mambo, waone jinsi gani wanaweza kuyamaliza. Wakaambia hili jambo ili liweze kuisha hapa ipatikane shilingi milioni 10. Watu wakaangaliana usoni, ikaonekana pale hakuna mtu mwenye uwezo wa kuchanga au kunilipia milioni 10 kwa kosa ambalo mimi nitaka mwenyewe. Hata ukizingatia kuna watu ambao posho nao hajalipwa bado mpaka leo. Wallet yangu imepotelea kwenye ile kwenye kaeka wallet ambayo ilikuwa ina posho za kwangu na za wenzangu, ilipotelea kwenye ile tukio. Nani anaweza kuchanga tena hata shilingi 100 yake? Basi mimi katika kuulizwa nikasema basi nipeni mimi muda niwasiliane na ndugu zangu. Nikawasiliana na mjomba wangu. Mjomba ambaye ni msiri wangu, nilikuwa mimi mtumia hela kwa siri, na mjomba ambaye alifanikiwa kuninunulia mimi kiwanja. Nilikuwa na kiwanja changu kwa siri, kiwanja ambacho mke wangu alikuwa ajui. Hiki kiwanja, ndugu mwandishi, kilikuwa kiwanja kwa eneo zuri sana barabarani. Na mimi nilikuwa na malengo ya kwenda kupeleka biashara pale, nifungue biashara kubwa, kwa sababu kiwanja kilikuwa barabarani. Na kiwanja hiki kilikuwa kimepakana na mtu kutoka kaskazini. Mchanga yule kiwanja alikuwa anataka kwa udi na uvumba, kila siku anataka nimuuzie. Kipindi hicho anataka mimi nimuuzie hicho kiwanja, hicho kiwanja, ndugu mwandishi, alikuwa anataka nimpe shilingi milioni. Yaani yeye anipe mimi shilingi milioni 30. Nilikataa kwa sababu kiwanja nilikuwa na malengo nacho. Nikamwambia mjomba, kutokana na hii kazi nilikuta mimi, hebu mfuate yule mangi, nenda kamwambie tuna shida. Hicho kiwanja basi akichukue. Kwenda kule yule mangi naye yule kugundua kwamba sisi tuna shida, tuna mimi hela haraka mimi. Kwa nayo labda kama mnataka niwape milioni 12. Nikaulizwa unasemaje? Nikasema haina jinsi, yaani kuliko mimi kwenda kuozea jela. Hicho kiwanja tukitupe tu. Hiyo mangi akijifaidia kile kiwanja, nikatoka hiyo shilingi milioni 12 pamoja na usafiri wa mjomba kuja kunifuata mpaka huko. Ikawa ni kweli tumecheza kamari kweli. Mjomba alipofika pale kuja kuonana na huyo mkuu wa kituo, nikakaguliwa zile hela zikaonekana ziko sawa. Sasa mwacheni huyu, akasema huyu hatuwezi kumwachia huyu, tunamwachiaje huyu? Hapo washachukua hizo milioni 10. Huyu kisheria inabidi aende mahakamani, vidhibiti vyote vimeshapatikana, au huyu hatuwezi kumwachia. Cha kufanya sasa, siku ya kwenda mahakamani huku na kazi tampa afanye. Sasa ni kazi gani tena naenda kupewa hii? Wakaniambia umesikia wewe bwana mkubwa,
siku tunakwenda mahakamani, kabla gari haijafika mahakamani, wewe utakuwa kwenye nini hivi magari ya wazi haya defender, kwamba wewe hautakuwa kwenye basi, wewe utakuwa kwenye defender. Na askari watakapokuwa kulinda ni huyu na huyu, yani kila kitu kilikuwa kimeangaliwa, huyu na huyu askari ambao watakuwa na kulinda. Umeona bwana? Kwa hiyo utakacho kufanya wewe ni kuruka wakati gari ikiwa kwenye mwendo, uruke uondoke zako, ndio kuna yako. Ukifika mahakamani sisi hatuna jinsi na kufunga. Nikasema jamani, mimi niangalieni mwili wenyewe mapombe, yani ndio mwandishi kama unavyoniona ule mwili wa asili pamoja na mapombe na minyama, mimi na mwili mkubwa, halafu sio mtu wa mazoezi. Nawezaje mimi kufanya ile kazi ya kuruka gari ikiwa kwenye mwendo? Akasema kama unaweza fanya, uwezi fanya. Hapo pesa ameshachukua ndio mwandishi. Wakati naendelea kujitetea hivi nasema mimi jamani sio mtu wa mazoezi. Akasema hiyo ya kanda ndio utavuna. Wewe mwenyewe ndio umeamua kutoka na watoto wadogo wa shule. Hizi ni nyara za serikali. Wanawake wote waliopo hapa Dodoma nzima wameshinda kupata mwanamke hata wa mafungu. Wewe ungesema tutafikie mwanamke uoe. Kwa hiyo hapa ulichopanda ndio utakachovuna. Unachotakiwa uruke kwenye gari kabla hujafika kwenye eneo la mahakama, kwa sababu kule mahakamani kuna askari wengi zaidi mpaka wa magereza wako huko. Watakumiminia risasi kichwani ufe. Akasema hili alina mbadala, akanyanyuka akaingia zake ndani. Nikashusha pumzi nzito, ndugu mwandishi. Nikamwangalia mjomba wangu, kamaona anainama chini. Nikawaangalia wafanyakazi wenzangu, nikaona wana huzuni tele moyoni. Hizo zao sasa tunazungumza kabisa kwamba wananielewa huruma. Mimi uzito wangu hapo unaponiona ndugu mwandishi, tunaelekea kufika kilo 150. Mimi hili sijawahi kupungua. Mimi kweli na ugongo kweli naweza kuruka kwenye gari jamani. Hata zile kilema tunazoziangalia za majasusi zile, watu wanaruka kwenye magari. Hiyo imepangwa, makompyuta yale imepangwa yale. Mimi naweza kufanya haya mambo. Nikasema kwa dunia hii haina huruma. Nikapiga moyo konde, nikaanza kumtaja Mungu wangu kimoyo. Nikasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Musa, Mungu wa Yakobo, Mungu kifanye kikombe hiki kiniepuke mimi. Si dhambi mimi sikufanya. Mimi na mke wangu ananisubiri huko. Nimekuja katika miji ya watu kutafuta Mungu Baba, nionee huruma mimi. Nikafanya sala zangu pale kimoyo, nikashukuru. Basi pale nikakabidhiwa wale vijana, nikaambia kama tungokutambulisha ndio watakuwa waokozi wako. Hao watakuwa na bunduki lakini hawatakufanya chochote. Unatakiwa upambane ujiokoe. Ukishindwa kujiokoa unakwenda kupotelea mikononi mwa gereza. Basi nikashukuru Mungu pale. Kile kikao kimeishia hapo. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Tukapata makubaliano kwamba safari hiyo itafanyika kesho. Nikarudishwa mahabusu nikiwaangalia ndugu na jamaa zangu kwa macho ya kukata. Siku ya tukio, yani kesho yake, kama kawaida, Kimkuku Ng'ombe tukaingizwa kwenye gari pamoja na wenzangu. Wao walitangulizwa, mimi nikachelewa kuingizwa ili niwe karibu na sehemu ya kutokea. Nikaangalia pale, nikaona kuna askari ameshika kiungu, kuna askari wawili wengine bunduki zile. Mimi niko katikati. Safari ikaanza. Kitu ambacho nilikuwa sijakitarajia, kumbe hizi gari hazikai foleni. Gari inakwenda kama gari ya wagonjwa na shingora juu. Spidi yake inaweza kusema kama ni treni ya umeme. Nikaanza moyoni, hili jambo mimi nilifanyaje zamani? Tumekwenda nikaba niwaza na wazua. Sasa tumefika sasa eneo la tukio ambalo mimi tunatakiwa sasa niruke. Wakati naendelea kutafakari nikasema inawezekana kwenye mpango milioni 10 dereva ajui. Maana angekuwa anajua dereva pengine angenifanyia mimi pesi. Nikasema inawezekana Mungu ndio amedhulumiana hao. Kwa kudhulumiana kwao mimi ndio kunanifeka jela maskini ya Mungu. Wakati naendelea kutafakari hayo, nanyanyua shingo yangu hivi, kumbe ndio tumefika eneo la tukio. Naona askari wale wananikonyeza kwa shingo. Wanabetoa shingo yao. Ruka. Nikiangalia lami jinsi inavyorudi nyuma, naona hapa nakwenda kuchubua ngozi sasa hivi.
Dakika zinazidi kupotea, unaniangalia kwa hasira ukiniashiria shuka. Hii kila nikichungulia ile rami naona wewe. Yaani inazidi kwenda Hamad. Kumbe ile njia kabla ya kufika eneo la mahakama, kabla ya kufika eneo la mahakama, kuna sehemu kuna railway cross. Yaani barabara inapita ya treni na barabara na gari yenyewe inapita maeneo ya reli. Kwa hiyo pale ni lazima dereva apunguze mwendo. Tulipofika pale ndio mmoja nikaona amechoka kabisa akanikanyaga. Yaani kunikanyaga ndio ananiambia kumbuka. Ndugu mwandishi, ili tukio nalikumbuka vizuri sana. Nilipiga moyo konde, nikaamua kuruka. Wakati naruka nikanasa kwenye buti. Miguu iko chini, kiwili bado kiko ndani. Na mguu nikaangukia huko. Nikabingirika. Ndugu mwandishi, kumbe mimi ni mwepesi sana. Sijui ilikuwa ni dharura ile au kuna malaika alifika pale kwa ajili ya kuniokoa. Nilijikuta sikusikia maumivu yoyote, nikanyanyuka pale, nilikuwa mwepesi kuliko Bruce Lee. Nilitoka mbio za ajabu. Leo mwandishi ukiniambia nirudie siwezi kutoka sijui. Nikawa nakimbia sasa naelekea maeneo ya Uraiani. Nikajichanganya na watu huko. Siku ya Mungu ni kweli hicho yote inaendelea. Kuna mgambo mmoja kienyeji sio katokea wapi. Ile mgambo kupenda sifa siakanishia. Na yeye ni mwepesi na anaambia kuliko mimi, amepita mafunzo. Pumzi zimeshaniishia, kila nikijitahidi kukimbia nikigeuka nyuma na muona huyu hapa. Nikigeuka nyuma na muona huyu hapa, nikasema hapa sasa hivi na kama. Kumbe mimi nilikuwa sijui. Ndugu zangu waliambiwa siku ya tukio wanatakiwa waje wanifuatilie, waje na chombo cha usafiri kwa alikuja na teksi. Nikaja kukuta ile teksi imetokea ghafla, ikamsukuma yule askari kiherehere. Sijui kama alivunjika, sijui kuaje, atajua mwenyewe huko na Mungu wake. Basi nilipoona kwamba ile askari msukuma na ile teksi, mimi pale nguvu naambia niliruka kama kwenye sinema. Yaani nimeingia kwenye ile teksi yetu mwili ndani, mwingine huko kwa nje, teksi inaondoka. Yaani ilikuwa kama sinema. Yaani kungekuwa kuna mtu anapiga picha, ile picha ningeitunza sana. Ndugu mwandishi, ndugu zangu wakanisaidia kunivuta na ubonge huu nilionao, kanivuta mpaka nikakaa hapo. Hiyo ndio ikawa pona yangu. Kiwanja nimepoteza. Mwanamke yule sikupata bahati hata kumuingilia. Ajira nikasimamishwa kutokana na uzembe ambao nilikuwa nimefanya. Nikasimamishwa kwa muda, na muda ambao niliruhusiwa kwenda kazini, kama unakuja kazini kwa sababu unadaiwa. Kwa hiyo utakuwa unapokea posho nusu. Nikasema hata hiyo na yenyewe namshukuru Mungu. Mtu wangu huko mara kwa mara anapiga simu, bwana huko mtaji wa vifungua, nimeishiwa hela, tabaki tu natoa machozi ya moyoni, nashindwa kumwambia leo ni siku. Nilimwambia mjomba wangu hili jambo iwe siri yako. Kwa hiyo nafanya kazi, nalipa posho nusu, naambulia ni kula na kunywa maji ya kula yana zote nakatwa kwa sababu watu waliibiwa posho zao siku ile. Niliokoka baada ya matatizo, niliokoka kabla na ndugu mwandishi, kutokana na mapito haya mimi ninaamini kwamba ni mapenzi kutoka kwa Mungu. Kwa sababu wengine nisingepita mapito haya mimi nisingepata nafasi ya kuokoka. Sasa hivi namjua Mungu. Baada ya kufunga kwenye ule mkasa, nikaweka nadhiri kwamba mimi sitaweza kuja tena kumchiti mke wangu. Nikaweka nadhiri kwamba mimi nitakuwa ni mtu wa ibada kila. Sasa hii nadhiri kukaa nayo peke yangu inanifuta. Ndio maana leo niko kwenye vyombo vya habari hivi na wahusia vijana wenzangu. Jamani, ili na mahusiano mazuri na Mungu, msipende haya mambo ya usherati ni laana kubwa. Kwa kama vile ambavyo mimi sitaki kumchiti mke wangu, na mimi kila anayenisikiliza hata kama akiwa mwanamke, naye asiende kumchiti nani? Mume wake. Nitaka kusema asimchiti mke wake. Nimechanganya hapo ndugu mwandishi. Kwa hiyo kutokana na mkaza huu, nataka kila mtu ajifunze na aelewe kwamba haya mambo ya usherati na hai kabisa. Mimi nimepoteza vitu vingi sana kama nilivyoeleza. Lakini hata hivyo naamini mjafu ndio mbika. Kama Mungu aliweza kunipa kipindi, naamini hawezi kushinda kunipa, atanipa vikubwa kuliko kile. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe na mahusiano mazuri na Mungu, tuachane na mambo ya usherati. Haya baba, pole sana baba. Asante, nashukuru, lakini pole yako hiyo mimi naona ungenipa hongera kwa sababu kutokana na mapito haya ndio nimepata nafasi ya kumjua Mungu. Haya, hongera sana baba.
Asante sana. Haya, shukrani. Haya. Binadamu ni mapambo ya dunia. Binadamu ni mapambo ya dunia. Masikini na tajiri kitu kimoja. Masikini na tajiri kitu kimoja. Yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Yote hayo ufalme uko kwa Mungu. Nikoi TV.